Vladimir Putin, rais mwenye tajiri zaidi duniani, amekuwa akitazamwa kama mtu mwenye nguvu zaidi duniani. Lakini vipi kama tukisema kuwa Vladimir Putin sio tu mwenye nguvu? Kuna uvumi kwamba yeye ni rais mwenye tajiri zaidi katika historia, na mali yake ikiwa imefunikwa kwa siri. Visas vya kuhusu majumba ya kifahari yaliyofichwa, makusanyo ya sanaa yenye thamani isiyo na kipimo, na akaunti za kigeni zinazunguka kiongozi huyo wa Urusi. Je, utajiri wa Putin unafikia wapi? Mtu ambaye mshahara wake rasmi ni wa kawaida kwa viwango vya kimataifa, lakini uvumi wa mali isiyo na kifani unamfuatia kila kona. Kuanzia kwenye jumba lake la kifahari lenye thamani ya mabilioni linalojulikana kama Palasi ya Putin, hadi umiliki wa Scheherazade, moja ya meli kubwa zaidi duniani. Jina la Putin limekuwa sawa na nguvu, siri na utajiri wa kushangaza. Lakini ni kiasi gani cha hili ni kweli na ni kiasi gani ni hadithi? Je, ofisa rahisi wa KGB alivyoweza kuwa mmoja wa viongozi wenye nguvu zaidi na labda matajiri zaidi katika historia ya kisasa, kuanzia majumba ya kifahari hadi ushiriki wa siri wa kampuni? Thamani halisi ya mali inayohusishwa na Putin inatosha kuwafanya matajiri wa duniani waone aibu. Swali lililobaki ni, je, mtumishi wa umma alivyoweza kukusanya mali kama hiyo ya kushangaza, na kwa nini ni karibu haiwezekani kuthibitisha? Leo tutafunua safu za siri ili kufichua ulimwengu wa kifahari na wa giza wa Vladimir Putin. Basi tuanze. Je, Vladimir Putin ni mwenye tajiri kiasi gani? Unaposikia jina Vladimir Putin, nini kinakuja akilini? Je, ni mwanasiasa mwenye sura ngumu ambaye amekuwa akitawala Urusi kwa miongo kadhaa, au labda uvumi kwamba yeye ni mmoja wa watu matajiri zaidi duniani? Kwa kificho, thamani halisi ya mali ya Vladimir Putin haionekani kuwa ya kushangaza. Anapokea mshahara kutoka kwa serikali, na kulingana na taarifa za Kremlin, anapata kama $140,000 kwa mwaka. Katika rekodi za umma, anamiliki ghorofa ndogo ya futi za mraba 9, magari kadhaa na kiwanja. Inaonekana kama kawaida, sivyo? Kweli, ukweli unaweza kuwa mgumu zaidi na wa kuvutia. Kwa miaka kadhaa, wakosoaji na waandishi wa habari wa uchunguzi wamesema kuwa mali halisi ya Putin imefichwa nyuma ya safu za wawakilishi, kampuni za kivuli na wafanyabiashara waaminifu. Wataalamu pia wanasema juu ya ushawishi wa Putin kwenye uchumi wa Urusi kama kielelezo kisicho rasmi cha mfumo wa oligarkia wa Urusi. Yeye anashtakiwa kwa kudhibiti mabilioni. Mwanachama wa zamani wa Kremlin amependekeza kwamba utajiri halisi wa Putin unaweza kufikia alama ya dola bilioni 200, ambayo ingemfanya kuwa mtu tajiri zaidi duniani. Lakini ni nini kinachounda utajiri huu mkubwa sana? Miongoni mwa mali zilizotajwa ni hisa katika kampuni kama Gazprom na Rosneft, majitu katika sekta ya nishati ya Urusi. Mali za kifahari zimeenea ulimwenguni, pamoja na kiasi kisichoweza kufikirika cha utajiri uliohifadhiwa kwenye akaunti za kigeni. Hata hivyo, hii ni mwanzo tu. Wacha tuanze na jumba la Putin maarufu. Ni mali yenye kuvutia yenye thamani ya dola bilioni 1. Iko katika pwani ya Bahari Nyeusi na inasemekana kujengwa kwa matumizi ya pekee ya Putin. Kulingana na mwanaharakati na mpinzani Alexei Navalny, sio tu nyumba kubwa, bali ni ngome halisi. Mahali pamoja na ukumbi wa michezo wa kibinafsi, uwanja wa barafu wa chini ya ardhi, na hata mashamba ya mizabibu. Iko katika pwani ya Urusi ya Bahari Nyeusi, karibu na Galenchik. Mali hii kubwa inafafanuliwa kama Versailles ya kisasa, kwa gharama inayokadiriwa kuwa dola bilioni 1.4. Jumba hilo linachukua eneo la futi za mraba 17,000, sawa na zaidi ya uwanja 30 wa soka ukishirikishwa. Nyumba hiyo imepambwa kwa dari zilizochorwa kwa mkono, mambo ya ndani yaliyopakwa rangi ya dhahabu, na sakafu za marumaru. Miongoni mwa anasa kuna ukumbi wa michezo wa kibinafsi, uwanja wa barafu wa chini ya ardhi, sehemu ya kuhifadhia divai, na hata kasino. Lakini orodha ya anasa haifiki hapo tu. Jumba la kifalme linalindwa na eneo la kuzuia ndege na lina mfumo wake wa ulinzi wa anga. Ni dhahiri kwamba hii sio makazi ya kawaida, bali ni ngome ya kifahari inayostahili Kaisari. Wakati mjenzi alipotembelea eneo hilo mwaka wa 2010,
dollars. Aliripoti kwa BBC kwamba taswira yake ya kwanza ilikuwa kwamba piramidi za Misri zilikuwa zikiinuliwa kwa sababu ya utajiri mkubwa wa mambo ya ndani. Kituo hicho kina jumba la kifalme chenye mitaa za mraba 39, bustani ya miti, chumba cha kuoteshea mimea chenye ukubwa wa jumba dogo, uwanja wa helikopta, jumba la barafu, kanisa, ukumbi wa maonyesho, nyumba ya wageni, kituo cha mafuta, daraja la mita asantu na handaki iliyochimbwa kwenye mlima, ambayo inajumuisha chumba cha kufurahia vyakula. Hizi ni baadhi tu ya miundo inayounda kituo hicho cha kifahari. Jumba kuu lina bwawa kubwa lililofunikwa, spa, sauna, bafu za Kituruki, maduka ya nyama, maduka ya samaki, maduka ya mboga na vitafunwa, ghala, chumba cha kusoma, klabu ya muziki, baa ya nargile na vyumba 12 vya wageni. Chumba cha kulala cha mkuu kina mita za mraba 263. Mradi wa makazi hiyo ulitungwa na Lanfranco Cirillo, msanifu wa majengo wa Italia anayejulikana kwa kuunda makazi kwa ajili ya wasomi wa Urusi. Kwa kawaida, Kremlin inakana uhusiano wowote wa Putin na mali hiyo, lakini siri inazidi wakati unapofuata mwendo wa pesa. Uchunguzi unaonyesha kwamba jumba la kifalme lilifadhiliwa kupitia mtandao tata wa kampuni za uongo zinazodaiwa kudhibitiwa na washirika wa karibu wa Putin, wafanyabiashara wakubwa wa Urusi. Wafanyabiashara hao ambao walikusanya mali zao kubwa kwa sababu ya neema za kisiasa za Putin wanashutumiwa kwa kusimamia mali kubwa kwa niaba yake. Hata hivyo, hii ni uso tu wa barafu. Wa uchunguzi wamehusisha Putin na meli za kifahari kama vile Scheherazade, meli yenye thamani ya dola milioni 700 iliyojazwa na maelezo ya dhahabu, na uwanja wa helikopta 2. Meli ya kawaida ya mwovu wa James Bond inaonekana kuwa ya kawaida ikilinganishwa na meli hii. Meli ya kifahari ya Putin inaaminika kuwa kilele cha mwisho cha mambo ya kifahari na vifaa vya kupita kiasi kama mfumo wa usalama wa kisasa wenye radar, uwanja wa kuchezea densi na hata vifaa vya kuhifadhia karatasi ya juu vya dhahabu. Sehemu ya juu ya meli hiyo ni sakafu yake ya kuvutia ya densi ambayo inageuka kuwa bwawa kwa ukamilifu. Inaaminika kuwa Scheherazade ni moja ya meli 2 pekee duniani zenye sifa hii ya kipekee, na kwa kufurahisha, nyingine pia inadaiwa kuwa mali ya Putin. Tangu kujengwa kwake, uvumi kuhusu umiliki wa meli hiyo unaendelea, lakini wanaharakati wa kupinga Kremlin sasa wanahakikisha kuwa ni mali ya rais wa Urusi. Mfanyakazi asiyejulikana aliyeshiriki katika ujenzi wa meli hiyo kubwa ya futi 400 iliyowekwa kwenye Marina di Carrara, Italia, alielezea meli hiyo kama mji mdogo. Aliongeza, nyuso zote zimefunikwa kwa marumaru au dhahabu. Kuna mabwawa mengi, spa, sauna, ukumbi wa michezo, vyumba vya kuchezea densi, jumba la mazoezi na hata viwanja vya helikopta 2. Kwa jina la Scheherazade, kwa heshima ya malkia wa jadi wa Kiajemi wa hadithi za kale, meli hiyo ya kifahari ilikadiriwa kuwa na thamani ya dola milioni 6.6, ingawa vyanzo vya ndani vinaonyesha kuwa thamani yake halisi inaweza kufikia dola milioni 900, na hatuwezi kupuza uvumi wa akaunti za siri za nje ambazo zinadaiwa kuhifadhi mabilioni ya dola. Zaidi ya hayo, inaaminika kuwa Putin ana ufikiaji wa ndege binafsi na meli ambazo jumla yake ni mamia ya mamilioni ya dola. Graceful, ambayo sasa imebadilishwa jina kwa Kosatka, inayomaanisha orca, ni meli ya kifahari ya futi 270 pia inayohusishwa na kiongozi huyo wa Urusi. Kulingana na The Sun, meli hiyo ya kifahari ina thamani inayokadiriwa kuwa dola milioni 110+. Meli hiyo ina vifaa vingi vya kifahari, ikiwa ni pamoja na bwawa la ndani ambalo linaweza kubadilishwa kuwa ukumbi wa michezo au densi sawa na Scheherazade, pamoja na kiwanja cha helikopta na vyumba vya wageni hadi duara katika suti za kifahari. Forbes inaongeza kuwa meli hiyo haikomi kwa maelezo ya kipekee kama vile kabati za taulo za bwawa ambazo pia zinatumika kama baa za vodka na suti kuu iliyojazwa na kabati ya divai inayoweza kuhifadhi chupa 400 za divai. Inaonekana kama kitu kilichotoka moja kwa moja kwenye filamu ya Zeta Seat, sivyo? Moja ya vitu vya kifahari na vya gharama kubwa zaidi katika mkusanyiko unaodaiwa wa Putin ni chuo chake cha dhahabu. Ndio
umesikia vizuri. Inasemekana kuwa kiongozi huyo wa Urusi ameweka chupa cha dhahabu kwenye moja ya ndege zake binafsi. Fikiria tu kiwango cha anasa ambacho kinaweza kuambatana na ndege yenye utajabu kama hiyo. Kwa mfano, ni lengo la uvumi kwamba kinaweza kuwa kimefunikwa kwa dhahabu safi au angalau kimepambwa kwa maelezo ya dhahabu na kiti kilichochomwa moto kwa ajili ya starehe zaidi. Zaidi ya hayo, kuna uvumi kuhusu vipengele vingine. Je, hucheza muziki? Je, hutoa vipindi vya kutia mafuta? Maelezo bado yamefunikwa kwa siri na haijulikani kwa hakika ndege gani imewekwa. Lakini jambo moja ni kweli, ni ishara ya maonyesho ya fahari yaliyochukuliwa kwa kiwango cha juu. Na kisha kuna mkusanyiko wa magari wa kuvutia. Mkusanyiko wa magari wa Vladimir Putin ni wa kushangaza tu, unaojumuisha kundi la magari ya kuvutia la takriban magari 7 ton. Ndio, magari 7 ton, kuanzia magari makubwa ya SUV hadi magari ya hali ya juu na aina nadra ambazo ni vigumu kupata mahali pengine. Mkusanyiko huo unachanganya usahihi wa Ujerumani na kiburi cha Urusi, ikiwa ni pamoja na magari ya hali ya juu ya Mercedes-Benz hadi magari ya kawaida na ya vitendo ya Lada. Miongoni mwa mambo makuu ni magari ya hali ya juu ya kigeni na nadra kama vile Lamborghini, Ferrari, Bentley na hata gari la Formula 1 ambalo Putin alikuwa dereva katika tukio maarufu. Mkusanyiko huu haujatuonyesha tu mapenzi yake kwa magari, bali pia ufikiaji wake wa pekee kwa baadhi ya mashine zinazotakwa zaidi duniani. Gari moja hasa hutofautishwa kama la kipekee kabisa, likistahili umakini maalum. Limosini yenye uzito wa tani 3 inayodaiwa kuwa iliundwa na Porsche. Gari hili la kuvutia lina vipengele vyote vya kiteknolojia vya limosini ya rais wa Marekani na zaidi. Kwa kinga nzito, glasi zisizo na risasi, nje ambayo haziwezi kuvamiwa na milipuko na hata akiba ya damu ndani. Gari hili limejengwa kukabiliana na vitisho visivyoeleweka. Zaidi ya hayo, lina mfumo wa oksijeni unaojitegemea, unaoweza kuhimili hata shambulio la kemikali. Imejwa katika eneo la siri la Kremlin. Gari hili halijawahi kuonekana au kutumiwa, likilengwa kwa hali za dharura kali kama vile shambulio la kigaidi au mzozo wa nyuklia. Mkusanyiko wa saa za Putin ni maarufu kama yeye mwenyewe na unastahili kutolewa mwanga. Vladimir Putin mara nyingi huonekana akitumia aina mbalimbali za saa za kifahari, nyingi ambazo huvutia macho kwa muundo wake wa kisasa na ufundi bora. Wataalamu wanakadiria kuwa mkusanyiko wake wa saa unaweza kufikia thamani ya takriban dola milioni. Kati ya vipande maarufu zaidi ni aina za hali ya juu za Rolex, Patek Philippe Perpetual Calendar yenye thamani ya dola $10,000 na Breguet Marine yenye thamani ya dola $15,000. Moja ya saa za kuvutia zaidi katika mkusanyiko wake ni Langen Söhne, kipande cha kifahari chenye kiu cha kiu na vipimasa vilivyopakwa dhahabu na kufanya kuwa moja ya vya thamani zaidi alionayo. Sasa, hebu tufafanue kikosi cha ndege binafsi za Putin. Unakumbuka chuo hicho cha kifahari kilichotajwa hapo awali? Kiko katika moja ya ndege kadhaa binafsi za Vladimir Putin na kinadhihirisha kiwango cha fahari alionacho. Kikosi cha ndege cha Putin kinasemekana kujumuisha aina nyingi za ndege zikiwa tayari kwa safari wakati wowote. Kati ya hizo ni Ilyushin 9 ya kirais, Boeing 747 na hata uvumi wa kupata Airbus A320. Kwa ujumla, mkusanyiko wake wa ndege unakadiriwa kuwa na thamani ya dola bilioni 1. Na kama hiyo haitoshi, Putin anaweza kupata ndege yoyote anayotaka bila kujali ukubwa au utata wake. Kwa kuongeza kikosi chake kikubwa cha ndege, Putin ana mkusanyiko wa helikopta mbalimbali ya aina mbalimbali. Baadhi yake ni za matumizi binafsi, wakati nyingine zinatumiwa kwa kazi za urais. Helikopta hizi, kwa mujibu wa uvumi, zimejengwa kwa mifumo ya ulinzi ya kisasa kuhakikisha kuwa rais daima anakuwa salama katika hali ya vitisho. Kati ya helikopta maarufu zaidi katika mkusanyiko wa Putin ni Mi-8 iliyoboreshwa kwa kipaumbele kwa usalama na starehe yake na kuifanya kuwa kipande cha thamani zaidi katika kikosi chake cha anga. Tofauti kati ya maisha ya anasa ya Putin na asili yake ya kawaida inaonyesha simulizi la kuvutia la mabadiliko yake kutoka kwa afisa wa KGB hadi kiongozi mwenye nguvu anayetawala Urusi, ili kuelewa jinsi alivyokuwa mfano wa nguvu za kisiasa na utajiri wa kimwili. Ni muhimu kuchunguza njia yake kuanzia
kuanzia utoto wake na kazi yake wakati wa enzi ya Sovieti. Kuangalia nyuma kwa historia ya Putin. Vladimir Putin, jina ambalo limejikita katika historia kama moja ya viongozi wenye mvuto na utata zaidi wa karne ya 20. Kutoka kwa utoto wa kawaida huko Leningrad hadi utawala wake wa kimabavu juu ya Urusi, kupanda kwa Putin ni simulizi lenye matumaini, mikakati na siri. Alizaliwa tarehe 7 Oktoba 1952 huko Leningrad. Vladimir Vladimirovich Putin alikuwa chini ya athari za vita vya kidunia vya pili. Wazazi wake, Vladimir Spiridonovich Putin na Maria Ivanovna Putina, walikuwa wafanyakazi wa kawaida. Familia iliishi kwenye ghorofa ndogo, na kama familia nyingi katika Umoja wa Sovieti wa baada ya vita, walikabiliana na uhaba na changamoto za kila siku. Utoto wa Putin ulitengenezwa na shida za kawaida za maisha ya Sovieti. Baba yake alikuwa amehudumu katika jeshi la wanamaji la Sovieti wakati wa vita, na mama yake mara nyingi aliugua. Alimwacha Vladimir mchanga huko mitaani magumu ya Leningrad. Licha ya changamoto, Putin alikuwa mwanafunzi mwenye bidii, akijitokeza shuleni haswa katika lugha na michezo ya kijeshi. Tangu akiwa mdogo, alikuwa na shauku ya judo na sambo, mchezo wa kijeshi wa Urusi. Jitihada hii ilikuja kuwa alama ya utambulisho wake wa baadaye, mtu wa udhibiti, nidhamu na nguvu. Mwaka wa 1970, Putin aliingia chuo kikuu cha jimbo la Leningrad, ambapo alisoma sheria. Alihitimu mwaka wa 1975, na ilikuwa wakati huo kwamba alikuwa na mawasiliano yake ya kwanza na huduma za ujasusi za Sovieti, chaguo ambalo lingeamua kazi yake na hatima yake. Mwaka wa 1975, mara tu baada ya kumaliza mafunzo yake, Putin alifanya kazi na KGB, shirika la usalama na ujasusi wa muungano wa Kisovieti. Maendeleo yake ndani ya shirika hilo yalikuwa ya kasi sana, na hatimaye alitumwa Ujerumani Mashariki wakati magumu zaidi wa vita baridi. Kama afisa wa KGB, kazi yake ilikuwa kuingilia na kukusanya taarifa katika Ulaya iliyogawanika, akifanya kazi hasa kama afisa wa ujasusi wa kigeni na makalimani. Huko Dresden ndipo mtazamo wa Putin kuhusu ulimwengu ulianza kudhihirika. Alishuhudia kuanguka kwa ukuta wa Berlin na kuanguka kwa muungano wa Kisovieti baadaye, matukio ambayo yalimwacha alama za kina katika mtazamo wake wa kisiasa. Mwisho wa USSR haukuwa tu mwanzo wa kushuka kwa KGB, bali pia mwanzo wa awamu mpya ya kihistoria kwa Urusi, ambapo Putin angekuwa mhusika mkuu. Kazi yake ya KGB ilikuwa muhimu sana, sio tu kwa kazi yake, bali pia kwa kujenga mawazo yake. Huko alifahamu umuhimu wa siri, nidhamu na zaidi ya yote udhibiti, sifa ambazo baadaye zilifafanua mtindo wake wa uongozi. Kwa mwisho wa muungano wa Kisovieti mwaka wa 1991, maisha ya Putin yalichukua mwelekeo usiotarajiwa. Wakati hali ya kisiasa ya Urusi ilipokuwa ikibadilika, Putin alihama kutoka KGB hadi kwenye ulimwengu wa kisiasa. Alirudi Urusi mwaka wa 1990 na akachukua nafasi katika usimamizi wa Boris Yeltsin, rais wa kwanza kuchaguliwa kwa demokrasia nchini, kwa mara ya kwanza kama makamu wa meya wa St. Petersburg. Kwa ujuzi, alipanda vyeo haraka, akitumia uzoefu wake wa KGB na ujanja wake wa kisiasa kusonga mbele kwenye hali ya kisiasa ya Urusi baada ya Kisovieti. Alijitokeza kwa uwezo wake wa kusimamia uhusiano wa kiuchumi na kisiasa wa jiji hilo, haswa katika kuvutia uwekezaji wa kimataifa, uwezo ambao uligeuka kuwa muhimu sana katika kupanda kwake kwa madaraka. Mwaka wa 1996, Putin alihamia Moscow, akijiunga na usimamizi wa rais wa Urusi, ambapo alivutia macho ya Yeltsin, ambaye alikuwa akitafuta mrithi katikati ya nchi iliyojaa ufisadi na kutokuwa na utulivu. Kupanda kwa Putin haraka kwenye siasa ya kitaifa kulifanana na kipindi cha kutokuwa na uhakika kwa Urusi. Nchi ilikuwa ikikabiliwa na mzozo wa kiuchumi, utawala wa oligarkia na ongezeko la rushwa. Yeltsin, wakati huo akipambana na kutokupendwa kwake mwenyewe, alikuwa akitafuta mtu aliye na uwezo wa kurejesha utulivu. Mnamo 1999, Yeltsin alimteua Putin kuwa waziri mkuu. Uongozi wa Putin ulipimwa haraka na mzozo wa Chechnya. Maamuzi yake ya kijeshi ya kukabiliana na wasi wa Chechen yalipata msaada wa Warusi wengi ambao walitaka uongozi thabiti. Vita pia ilimfanya Putin kuwa mtu muhimu
muhimu katika hali ya kitaifa. Mwishoni mwa 1999, Boris Yeltsin alishangaza kwa kujiuzulu na kumwacha Putin kuwa rais wa muda. Sasa alikuwa katika kitovu cha mamlaka nchini Urusi, lakini safari yake kuelekea kudhibiti kabisa ilikuwa ikiwa mwanzo tu. Mnamo Machi 2, Putin alitangaza rasmi kuwa mgombea urais. Kampeni yake ililenga ahadi ya utulivu, kurejesha kiburi cha kitaifa na kurejesha sifa ya Urusi duniani. Ujumbe wake ulikuwa wazi: amani na usalama baada ya miaka ya machafuko. Alishinda uchaguzi kwa zaidi ya 50% ya kura, na tarehe 7 Mei Vladimir Putin alichukua urais wa Urusi. Kipindi cha kwanza cha Putin kilitambuliwa na juhudi kubwa za kukusanya mamlaka. Alidhoofisha ushawishi wa oligarkia, akadhibitisha tena udhibiti wa mikoa ya nchi na kuchukua msimamo thabiti katika siasa za kigeni. Putin alijionyesha kama kiongozi aliye na uwezo wa kurejesha kiburi na utulivu wa Urusi, akikaza mamlaka kwa haraka na kwa ufanisi. Mtindo wa uongozi wa Putin mara nyingi hufanyiwa kama wa kikabila na wa vitendo. Ameweka mfumo unaochanganya vipengele vya demokrasia na serikali ya kikabila. Chini ya usimamizi wake, Urusi imeondoka katika mazoea ya kidemokrasia kwa kudhibiti kwa ukali vyombo vya habari, vyama vya upinzani na jamii ya kiraia. Njia yake inaonekana kwa udhibiti mkali, uangalifu na ujuzi wa kina wa historia na jukumu la kijiografia la Urusi. Putin hujitokeza mara kwa mara kama mlinzi wa maslahi ya kitaifa, hasa kwa kukabiliana na ushawishi wa Magharibi. Uongozi wake pia unatambuliwa kwa uwezo wa kudumisha sura ya umma iliyotengenezwa kwa makini, mchanganyiko wa mtu wa vitendo na mwanasiasa, akiwa amepanda farasi bila shati au akichunguza kina za bahari Nyeusi. Putin daima amejitahidi kujionyesha kama mtu wa vitendo na nguvu. Licha ya sura yake ya umma kama kiongozi mwenye nguvu na pekee, maisha yake ya faragha yanabaki kama siri. Anajulikana kwa kujizuia sana, mara chache akitoa maoni kuhusu familia yake au hisia za kibinafsi hadharani. Ndoa yake na Lyudmila Shkrepneva, ambaye alikuwa makarani wa ndege, iliisha kwa talaka mwaka wa 2000. Wanandoa hao wana wasichana wawili, Maria na Ekaterina, ambao wamekaa mbali na macho ya umma. Katika vyombo vya habari, Putin mara nyingi huonekana kama alama ya nguvu ya Urusi, mtu anayewakilisha nguvu na uthabiti wa watu wa Urusi. Hata hivyo, nyuma ya pazia, uongozi wake umekuwa lengo la kupendwa na kukosolewa. Wapendaji wanasema juu ya juhudi zake za kurejesha heshima ya kimataifa na nguvu ya kiuchumi ya Urusi, huku wakosoaji wakilalamikia unyanyasaji wa haki za binadamu, ukandamizaji na ufisadi chini ya utawala wake. Putin alipokuwa akipanda katika siasa changamano ya Urusi baada ya Sovieti kuwa kiongozi mkuu, utajiri wake unaongezeka na maisha yake ya anasa yamekuwa chanzo cha uvumi kuhusu asili na ukubwa wa mali yake ya kifedha. Mikakati yake ya kisiasa ambayo ilimsaidia kudumisha nguvu pia imekuwa msingi wa mashtaka ya ufisadi na utajiri uliofichwa unaomfuatilia wakati wa utawala wake. Mabishano na mashtaka yanayohusiana na mali yake. Kwa miaka mingi, waandishi wa habari na mashirika yasiyo ya kiserikali wamekuwa wakijaribu kufumbua ukubwa halisi wa utajiri wake, wakishuku kuwa ana mali nyingi za kifahari kwa siri, kama vile meli za kifahari, ndege binafsi na akaunti za benki za siri. Ingawa mtindo wake wa maisha ni wa kifahari wazi, sehemu kubwa ya mali yake inabaki kufichwa chini ya miundo changamano ya uwakala na washirika wa karibu. Kwa kifedha rasmi, mshahara wake wa mwaka unachukuliwa kuwa wa wastani, ukizunguka $140,000. Hata hivyo, wataalam wanakadiria kuwa thamani halisi ya mali yake inaweza kufikia $200 bilioni, ambayo ingemfanya kuwa miongoni mwa watu tajiri zaidi ulimwenguni. Lakini Putin alikusanya mali hiyo kubwa vipi? Maelezo yapo katika mzunguko mdogo wa wafanyabiashara wanaodhibiti uchumi wa Urusi. Kwa muda mrefu, Putin amekuwa akishtakiwa kwa kuunda mfumo ambapo uaminifu hulipwa kwa mikataba ya serikali yenye faida, ukimataifa na msaada wa serikali. Kwa upande mwingine, wafanyabiashara hawa wanadaiwa kuelekeza utajiri na mali kwenye kini cha Kremlin. Wataalam wanapendekeza kuwa mali ya Putin haijaandikwa kwa jina lake, lakini imesambazwa
kutengenezwa kati ya washirika hawa waaminifu kuhakikisha kukana kwa kusadikika na ulinzi. Hadi hivi karibuni ilikuwa vigumu sana kuanzisha uhusiano wa moja kwa moja kati ya Putin na mali mbalimbali za thamani kubwa ambazo kwa kifedha rasmi ni mali ya wafanyabiashara matajiri au watu wanaohusiana kwa karibu na rais. Inaaminika kuwa watu hawa wanafanya kazi kama mawakala wakishika mali hizo kwa majina yao. Mfano wa kipekee ni jumba la kifalme linalohusishwa na Putin. Mnamo Dostilbeson, shirika la kupambana na rushwa linaloongozwa na Alexei Navalny lilitoa uchunguzi wa video wenye athari wakidai kuwa jumba hilo ni mali ya Putin, likifadhiliwa kupitia mtandao wa mipango ya rushwa na rasilimali za umma zilizopotoshwa na wafanyabiashara. Mali hii ya kifahari iliyoko kando ya bahari Nyeusi inakadiriwa kuwa na thamani ya karibu $1 bilioni kulingana na makadirio ya mpinzani Alexei Navalny. Kwa kifedha rasmi, mali hiyo ni mali ya bilionea Arkady Rotenberg, rafiki wa muda mrefu na mashirika wa Putin wa makezo wa judo. Vile vile, mashamba ya mizabibu karibu na hiyo ni mali ya mfanyabiashara Gennady Timchenko, mwana wa rafiki wa Putin tangu utotoni. Ingawa ni ngumu kuamua thamani halisi, makadirio kuhusu mali ya Putin yanatofautiana kati ya $1 bilioni 70 hadi $1 bilioni 200 za kushangaza. Ikiwa itathibitika, hii ingemfanya Putin kuwa miongoni mwa watu tajiri zaidi ulimwenguni, akiwa sawa na mabingwa wa teknolojia na mafala wa biashara. Hata hivyo, tofauti na Musk au Bezos, ambao mali yao inahusishwa moja kwa moja na kampuni zilizosajiliwa hadharani, mali ya Putin inaaminika kuwa imefichwa kwenye mtandao tata wa mali za siri na uwekezaji wa kificho. Dola ya kifedha ya Putin ilianza kujipanga wakati alipochukua urais mwaka 2000. Wataalamu wanasema kuwa aliweka mtandao wa waoligarki waaminifu ambao utajiri na maisha yao yalitegemea msaada wake. Kwa upande mwingine, waoligarki hao wanaaminika kuwa walihamisha rasilimali na mali kwa Putin kupitia akaunti za nje na kampuni bandia. Mali ya Putin haijajengwa kama ile ya mabilionea wa kawaida. Badala yake, anaathiri kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Washirika wake wanadhibiti mali zinazojumuisha kutoka kwenye kampuni za mafuta hadi mali isiyohamishika, na kuna uvumi kwamba rasilimali hizi zinapatikana kwa Putin wakati wowote anapohitaji. Kampuni kama Gazprom na Rosneft, viongozi katika sekta ya nishati, mara nyingi husemwa kuwa vyanzo vya utajiri wa Putin kupitia hisa zilizofichwa. Anasemekana kuwa amepata faida kubwa bila kamwe kuonekana kama mmiliki rasmi. Nje ya mipaka ya Urusi, kuna uvumi kuhusu mali za siri za Putin katika nchi zingine. Akaunti za benki nchini Uswisi, meli za kifahari na mali yenye thamani ya mamilioni ya dola zinaaminika kuwa zimeunganishwa na Putin kupitia mtandao tata wa wakala na kampuni za nje. Mwaka 2006, uvujaji wa Panama Papers ulitia mawazo ulimwenguni. Hati hizi za siri zilifunua shughuli za kifedha za nje za wasomi wa kimataifa. Kati yao alionekana mfuatano wa utajiri unaodaiwa kuwa unahusiana na Vladimir Putin. Waandishi wa habari wamefunua mtandao tata wa kampuni za kiganjani na wakala ambao hudhibiti mali zenye thamani ya mabilioni ya dola, ikiwa ni pamoja na meli za kifahari, makazi ya kifahari na fedha katika akaunti za benki za siri. Ingawa jina la Putin halionekani moja kwa moja, washirika wake wa karibu kama vile mwanamuziki wa cello Sergei Roldugin wamehusishwa na akaunti za kigeni ambazo zilikuwa na mamilioni ya dola. Inasemekana kuwa akaunti hizi hutumika kama pazia la utajiri wa Putin. Pandora Papers mwaka wa 2013 zilifichua zaidi wanachama wa mzunguko wa karibu wa kiongozi huyo wa Urusi. Svetlana Krivonogik, anayesemekana kuwa na uhusiano na Putin, alitambuliwa kuwa mmiliki wa ghorofa ya kifahari huko Monaco iliyonunuliwa kupitia kampuni za kigeni. Ufunuo huu pamoja na uvujaji wa awali hunda picha ya utajiri unaosimamiwa kwa njia ya kificho na washirika wa kuaminika. Vyanzo mbalimbali vinadai kuwa Putin anafaidika na mtandao wa oligarchs na mali zilizofichwa, sehemu kubwa yake ikihifadhiwa katika paradiso za kodi. Hii ni mkakati wa kawaida kuhakikisha jina lake limebaki mbali na kumbukumbu, huku washirika wa karibu wakihudumia mali.
ukubwa wa shughuli hizi unaonyesha kiwango cha juu cha uratibu na usiri. Ripoti ya CIA ya mwaka 2006 na wachambuzi wa kisiasa kama vile Stanislav Belkovsky walikadiria mali yake kuwa takriban dola bilioni 40, ikiwa na uhusiano na makampuni makubwa kama vile Surgutneftgaz, kampuni kubwa ya mafuta, na Gazprom, kampuni kubwa ya gesi asilia ya Urusi. Moja ya madai yenye athari kubwa inahusisha ushiriki wa Putin katika kikundi cha Gunvor, kampuni ya biashara ya mafuta inayohusishwa na mshirika wake wa karibu Gennady Timchenko. Licha ya kukanusha kwa Kremlin kuhusu uhusiano wowote wa kibinafsi, hazina ya Marekani imebainisha dalili zinazopendekeza kuwa Putin anafaidika kwa njia ya kigeni kutoka kwa biashara hii. Tofauti na viongozi wengine wa kimataifa ambao hutangaza mali zao, mshahara rasmi wa Putin, takriban dola 400,000 kwa mwaka, haufikii kiwango cha madai haya. Hakuna kumbukumbu za umma, taarifa za kodi au ushahidi wa hati ya mali yake ya kibinafsi. Kremlin imekuwa kwa utaratibu ikikataa mashtaka kuhusu mali ya Putin, ikiyataja uchunguzi kama propaganda ya magharibi yenye lengo la kudhoofisha Urusi. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kuwa ukosefu dhahiri wa uwazi tayari unasema mengi peke yake. Mali inayodaiwa ya Putin haijapita bila kugunduliwa. Katika miaka ya hivi karibuni, vikwazo vya kimataifa vimekusudia mzunguko wake wa karibu na kufungwa mali zinazohusishwa na utawala wake. Hata hivyo, udhibiti wa Putin juu ya nguvu bado ni imara na kusababisha wengi kujiuliza, je, mali hii ingekuwa msingi wa nguvu yake au inaweza kuwa hatua yake ya udhaifu nchini Urusi? Kuhoji mali ya Putin kunaweza kuwa hatari. Waandishi wa habari na wanaharakati wanaochunguza mada hizi mara nyingi hukabiliana na vitisho au jambo baya zaidi. Lakini kwa nini mali ya Putin ni muhimu? Kwa upande mmoja, inaonyesha uhusiano kati ya nguvu na ufisadi katika nchi za kiautokrasia za kisasa. Zaidi ya hayo, inafichua jinsi siri na mapungufu ya kifedha yanaruhusu kusanyiko la mali bila ukaguzi na kuwa na athari kwa siasa ya kimataifa. Utawala wa Putin juu ya mali kubwa unapanua ushawishi wake zaidi ya mipaka ya Urusi na kuathiri uchumi, uchaguzi na hata migogoro ya kivita ndani ya nchi. Madai haya yanasababisha majibu tofauti. Kwa wapinzani kama Alexei Navalny, ni wito wa kupambana na ufisadi. Hata hivyo, kwa Warusi wengi, mashtaka haya hayana umuhimu mkubwa. Picha ya Putin kama kiongozi mwenye nguvu na mtetezi wa haki ya kujitawala ya Urusi mara nyingi huzuia masuala yanayohusiana na mali yake. Katika hali ya kimataifa, hata hivyo, madai haya yameharibu sifa ya Putin na kuimarisha hadithi za ufisadi na udikteta. Basi, utajiri wa Putin ni matokeo ya mamlaka yake au ni mamlaka inayomfanya kuwa tajiri? Na je, ukubwa halisi wa utajiri wake utafichuliwa siku moja? Usiri unaozunguka mali za Putin ni wa kupangwa kwa makini. Wataalamu wanadai kuwa hii ni njia ya kumlinda na mashtaka na kudumisha sura ya kiongozi aliye karibu na watu. Hata hivyo, kwa kuongezeka kwa uvujaji wa habari na uchunguzi, ulimwengu unaanza kufumbua hilo janga gumu la fumbo. Iwe wewe ni yule anayeamini kuwa Putin ni mtu tajiri zaidi duniani au ni mwanasiasa mahiri, kitu kimoja hakikabiliwi: utajiri wake ni wa fumbo kama yeye mwenyewe. Unafikiri nini kuhusu hilo? Je, ukweli kuhusu utajiri wa Putin utajitokeza? Acha maoni yako kwenye maoni hapa chini. Ikiwa video hii ilikuvutia na unataka kukagua zaidi maudhui kama haya, chunguza kadi zingine zinazoonekana kwenye skrini yako.